Mfanyabiashara wa mbao kutoka Mafinga, Moses John Madege, amefikishwa katika mahakama ya mkoa wa Iringa akikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi namba 23655 ya mwaka 2025. Kesi hiyo imesomwa kwa mara ya kwanza leo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Jafet Bwire Manyama. Upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili mkuu wa serikali Medalakini Emmanuel akisaidiwa na Auni Chilamula uliwasilisha mashtaka 25 dhidi ya mtuhumiwa huyo. Tulikuwa na mtuhumiwa Moses John Madege ambaye anatuhumiwa kwa jumla ya makosa 25. Kosa la kwanza mpaka kosa la 23 ni kuwasilisha ritani za kodi ya ongezeko la thamani zenye taarifa ya uongo kinyume na kifungu cha 84 kifungu kidogo cha kwanza B cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 marejeo ya mwaka 2019. Kwenye kosa hili inasemekana kwamba mtuhumiwa kuanzia mwaka 2022 mpaka mwaka 2024 alikuwa anawasilisha ritani za uongo akionyesha kwamba amefanya manunuzi kutoka kwa wafanyabiashara tofauti kupitia mfumo wa malipo kwa taasisi za umma, yani Government Electronic Payment Gateway GPG, na kuwasilisha taarifa hizo kwenye ritani. Hivyo taarifa hizo zikapelekea kosa la 24 ambao ni kukwepa kodi kwa njia ya udanganyifu kinyume na kifungu cha 84 kifungu kidogo cha kwanza D cha sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 338 marejeo ya mwaka 2019. Na kosa la mwisho ambao ni kosa la 25 ni kosa la uhujumu uchumi ambalo ni kusababishia hasara kwa mamlaka kinyume na aya ya 10 aya ndogo ya kwanza ya jedwali la kwanza ikisomwa pamoja na kifungu cha 57 na kifungu cha 60 cha sheria ya uhujumu uchumi sura ya 200 marejeo ya mwaka 2022. Kosa hili anatumiwa nalo kutokana na kiasi cha kodi ambacho hakufanikiwa kulipa kutokana na taarifa za uongo alizoweka kwenye ritani yake ya kodi ya ongezeko la thamani. Kwa jumla makosa 25 ndo ambayo mtuhumiwa wetu anatuhumiwa nao mbele ya mahakama hii. Akizungumzia tukio hilo, meneja wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini Nicholas Njovu amesema mtuhumiwa huyo amekwepa kodi shilingi bilioni 200 na milioni 500. Mfanyabiashara huyu amekuwa akiwasilisha ritani za uongo akionyesha manunuzi ya uongo ambayo si sahihi, na hivyo kusababisha kukwepa kodi ya ongezeko la thamani yenye thamani ya shilingi bilioni 2 na milioni 500. Sasa kikubwa tutoe rai kwa wafanyabiashara wachache ambao wamekuwa wakitumia kwa makusudi mbinu mbalimbali za kuweza kukwepa kodi na hivyo kushusha mapato ya serikali na hivyo kukwamisha juhudi za serikali za kuweza kutoa huduma mbalimbali kwa wananchi. Ni kwamba mamlaka ya mapato kupitia idara ya upelelezi wa kodi iko makini. Naye meneja wa TRA mkoa wa Iringa Peter Jackson amesema kamataji huo utakuwa fundisho kwa wafanyabiashara wengine wenye tabia ya kukwepa kodi, huku hatua hiyo kusaidia kuleta usawa wa mazingira bora ya wafanyabiashara wote. Tuwe wito, hatua hii tunaichukua ikiwa ni katika kujenga mazingira ya haki katika ufanyaji wa biashara, kuhakikisha walipa kodi wote wanafanya biashara katika mazingira ambayo ni haki. Kwa maana mfanyabiashara ambaye atatumia taarifa za uongo katika uwasilishaji wake wa ritani, maana yake yeye pesa yote alikupaswa kulipa ya kodi ameikwepa. Mtu huyu anaweza hata kufanya mauzo ya chini kwa sababu anajua wajibiki kufanya nini? Kulipa kodi. Hivyo basi TRA tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mazingira ya ufanyaji biashara yanakuwa ni mazingira ya haki, na wale wote ambao wanafuata taratibu tupo nao bega kwa bega kuhakikisha mazingira ya ufanyaji biashara yanakuwa salama, mazingira ya biashara yanakuwa ya kiushindani, na kwa hao wachache ambao wanajihusisha kwa kweli hatutasita kuwachukulia hatua kali. Madege alifikishwa mahakamani hapo na idara ya upelelezi wa kodi kanda Nyanda za Juu Kusini. Hata hivyo, licha kupewa masharti ya dhamana ikiwemo kuweka nusu ya fedha za hasara aliyosababishia mamlaka, alishindwa kukidhi masharti hayo na kurejeshwa mahabusu. Na kesi imepangwa kutajwa tena Oktoba mosi mwaka huu.